kuona kwamba tunao waamuzi vijana ambao wanaandaliwa kuja kuwa waamuzi wazuri na michezo mbalimbali kwa baadaye. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wazazi kwa watoto hawa kwa kuwaruhusu na kuwakubalia kuja kufanya michezo hii. Wazazi tunawashukuru sana, kwani mafanikio ya watoto hawa yana mchango mkubwa pia kutoka kwa wazazi wao, kwa maana ya malezi na makuzi bora na afya njema ambao wamewapatia hadi sisi kama serikali kuwatumia katika michezo mbalimbali. Kwa hiyo wazazi tunawashukuru sana kwa kuwatoa watoto na kuwaruhusu na kuwakuza vyema hadi kuwa na vipaji hivi walivyo navyo, ambavyo leo tunafurahia kuona vipaji vyao. Ndugu wana michezo, nimefurahi pia kuona ongezeko kubwa la wanafunzi wanaosoma masomo ya michezo, yani physical education. Hili ni jambo jema sana, na sisi kama serikali ya mkoa tunaliunga mkono na tutaendelea kusimamia vyema ili tuwe na vijana wengi ambao wanasoma somo hili, na nimeambiwa kwamba wanafaulu vizuri sana. Kwa hiyo ongeleni sana vijana ambao mnafanya vizuri kwenye somo la physical education. Na pia niwapongeze walimu ambao mnawasaidia vijana hawa kufikia katika viwango vya juu kabisa vya ufaulu na kufanya vizuri kwenye somo hili. Nichukue pia nafasi hii kuwashukuru sana wadau wote ambao wamekuwa wakitusaidia katika kuendesha michezo hii ya UMITA pamoja na UMISETA kama mlivyotajwa, na tunashukuru sana ndugu yetu wa Fountain Gate kwa ufadhili wako huo mkubwa na ushirikiano mkubwa ambao unaupatia mkoa wa Mwanza. Kwa niaba ya serikali ya mkoa ni kuahidi tunashukuru sana kwa ushirikiano wako, lakini pia tunakuahidi ushirikiano mkubwa pamoja na taasisi yako ya Fountain Gate. Na pia tunawaahidi wadau wote ushirikiano wa dhati kabisa ambao wanatusaidia mkoa wetu katika kuendeleza michezo katika mkoa wa Mwanza. Ndugu wana michezo, kama mnavyofahamu kwamba michezo ina faida kubwa sana na ni chombo muhimu katika kuendeleza jamii katika nyanja mbalimbali, yaani kiuchumi, kielimu na kiafya. Michezo huletea taifa faida kubwa na pia huitangaza nchi. Kwa mfano, kwenye miaka ya 70 na 80 Tanzania ilifahamika sana kupitia wanariadha wetu maarufu kama vile Philbert Bay, Selemani Nyambui, Juma Ikangaa. Hawa wanariadha waliletea sifa kubwa taifa na hivyo kufanya taifa letu kufahamika. Lakini vile vile sisi wa Tanzania tumekuwa tukizifahamu nchi mbalimbali kupitia wanamichezo. Kwa mfano, tumekuwa tukifahamu Argentina kupitia Maradona, Messi na kadhalika na wengine wengi. Tumekuwa tukifahamu Brazil kupitia Pele, Ronaldinho na wengine. Tumekuwa tukifahamu Ethiopia kupitia Gabriel Selassie. Tumekuwa tukifahamu Liberia kupitia George Weah, Philippines kupitia Manny Pacquiao, huyu anapiga ngumi kama risasi. Jamaica kupitia Usain Bolt, huyu anakimbia kama ndege, na wengine wengi na wengi. Kwa hiyo ndugu zangu, michezo ni fursa kubwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatia moyo vijana wetu ambao mnakwenda kutuwakilisha kwenye ngazi ya taifa kwamba nendeni mkafanye kazi nzuri kama ambayo wenzenu wamekuwa wakifanya miaka ya nyuma. Mwaka jana tulichukua namba 1 kitaifa. Ni imani yangu kwamba mwaka huu pia tutafanya vizuri vivyo hivyo. Ndugu wana michezo, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa sana ya kuendeleza michezo katika nchi yetu.
na moja ya kazi hizo kubwa ambazo inafanya ni ujenzi wa kituo cha mchezo, yani Sport Academy, chenye thamani ya shilingi bilioni 31.5 kule Malia, ili kuendeleza michezo hapa nchini. Na sisi wana Mwanza ni wanufaika wakubwa wa chuo hiki kwa sababu kiko ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kazi kubwa ambayo inaifanya katika kuendeleza michezo. Na kama mnavyofahamu kwamba taifa letu limekuwa likifanya vizuri sana kwenye michezo katika hii awamu ya 6. Tunategemea kuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN na AFCON mwakani. Kwa hiyo yote haya ni mafanikio makubwa. Timu zetu za mpira wa miguu zinafanya vizuri. Mwaka huu timu ya Simba imefika fainali ya kombe la shirikisho, na mwaka juzi Yanga ilifanya hivyo. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa taifa, na pia timu zetu nyingine zimekuwa zikifanya vizuri sana kwenye michezo. Zote hizi ni juhudi za serikali za kuendeleza michezo katika nchi yetu. Ndugu wana michezo wenzangu, serikali ya mkoa inayo imani kubwa kuwa timu yetu ya Miseta ya mkoa itakayotuwakilisha kwenye mashindano ya kitaifa huko mkoani Iringa, tunaamini kuwa itaenda kutetea nafasi yake ya kwanza kitaifa kama nilivyosema. Na vijana ambao waliosoma hapa, nilikuwa namwangalia kila mmoja akitajwa, namuona kabisa huyu ni mwanamichezo, na tuna imani kwamba ataenda kuiwakilisha mkoa wetu vizuri. Niwapongeze wale viongozi wote wa timu waliosoma hapa mbele kwa kuteuliwa kwao kuiongoza timu yetu ya UMISETA mkoa wa Mwanza. Ni imani yangu kuwa watatimiza wajibu wao vyema kuandaa hao vijana, ili basi mkoa wetu uweze kushika nafasi ya kwanza kama ambavyo tunafanya. Sisi Mwanza tuna vipaji vikubwa, kwa sababu mkoa wetu vijana wetu wanapata lishe nzuri. Maziwa hapa Ziwa Victoria wanapata protini ya kutosha ambayo inawafanya wakue vizuri kiakili na mwili. Kwa hiyo tunapoenda kushindana na wenzetu lazima waisome namba. Kwa hiyo vijana nawatia shime, nendeni mkapambane, katumie juhudi na maarifa kuwakilisha mkoa wetu vyema katika mashindano ngazi ya taifa. Hata michezo wa mkoa alisema baadhi ya changamoto zilizopo kuhusu vifaa. Niziombe halmashauri kupitia wenyeviti wa michezo wa ngazi za wilaya kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa kwa hizi timu zetu za ngazi ya halmashauri na zile za ngazi ya mkoa. Niwaombe wazazi pia waendelee kuwatoa watoto kuja kushiriki kwenye michezo mbalimbali, wasiwazuie kuonyesha vipaji vyao. Kufanya hivyo ni kosa na sio busara, au michezo ni ajira. Michezo inawafanya watu wanakuwa matajiri kuliko hata kazi za kuajiriwa ambazo tunazifanya maofisini. Kwa hiyo niombe wazazi katika mkoa wetu wa Mwanza wasiwazuie vijana wetu kushiriki michezo, waache waonyeshe vipaji vyao. Niombe walimu wa kike waongoze juhudi na maarifa katika michezo mbalimbali, ili nao waweze kuteuliwa kwa wingi mkubwa kama ilivyo wanaume katika ngazi yetu ya mkoa kwenda kuwakilisha kambi ya mkoa kitaifa. Kwa hiyo walimu wa kike, na mnaweza wana michezo wa mkoa, bwana James, mnaweza mkatumia njia ya kuwa mnawachukua kidogo waende wakajifunze. Kila mwaka mnachukua watu wawili mnawaongezea kwenye ile timu ya mkoa ya viongozi wa timu, wanakuwepo pale kujifunza, ili baadaye tupate pia walimu wengi wa kike ambao watakuwa wanasimamia vijana wetu katika michezo mbalimbali. Baada ya kusema hayo, na kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, nayo heshima kutamka kuwa mashindano ya 49 kwa UMISETA mkoa wa Mwanza yamefungwa rasmi. Nichukue nafasi hii kumwomba Mwenyezi Mungu awajalie safari njema, mkacheze salama, na kila laheri katika michezo yote ambayo mtafanya, na mtuletee ushindi. Sisi Mwanza tunataka ushindi wa kwanza.
Asanteni sana kwa kusikiliza, na Mungu awabariki vijana wetu ambao mnaenda Iringa. Asanteni sana, kila la heri.